Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Naam, ikiwa ni Mei 25, utii kwa sheria za kimwili na maadili. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Warumi 12 mstari wa 1. Na tuombe. Asante Baba kwa asubuhi njema, tunajikabidhi kwako tunapojifunza maandiko yako matakatifu. Tuongoze kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Tunapaswa kuhifadhi nguvu zetu ili tuzitumie katika kazi ya Mungu wakati kazi yetu itakapohitajika. Tunapaswa kuwa waangalifu tusijichukulie mizigo juu yetu ile ambayo wengine wanaweza na wangepaswa kuibeba. Tunapaswa kuhimiza hali ya akili yenye furaha, matumaini na amani, kwa kuwa afya zetu kwa sehemu kubwa zinategemea kufanya kwetu hivyo. Kazi ambayo Mungu anataka tuifanye haitazuia kujali afya zetu, ili tuweze kupona kutoka kwenye athari za kazi nyingi tunazojitwisha. Afya zetu zinapokuwa kamili, ndipo na kazi zetu zitakapokuwa kamili zaidi. Tunapozichosha nguvu zetu na kuishiwa nguvu, tunakuwa kwenye hatari ya kupatwa na baridi, na katika nyakati kama hizo kuna kuwepo hatari ya kupata magonjwa ya hatari. Tunalazimika kutoacha wajibu wa kutunza afya zetu kwa Mungu, wakati yeye ameweka wajibu huu mikononi mwetu. Utasoma Testimonies for the Church, gombo la 3, ukurasa wa 13. Mungu alimuumba mwanadamu akiwa chini kidogo kuliko malaika na kumpa sifa ambazo zikitumiwa ipasavyo zitamfanya awe baraka kwa ulimwengu na kumfanya akisi utukufu kwa mpaji. Lakini ingawa ameumbwa kwa mfano wa Mungu, mwanadamu kupitia kutokuwa na kiasi amekiuka kanuni na sheria ya Mungu katika asili yake ya kimwili. Kutokuwa na kiasi kwa namna yoyote ile kuharibu viungo vya utambuzi na hivyo kudhoofisha nguvu ya neva ya ubongo, kiasi kwamba mambo ya milele hayathaminiwi, bali yanawekwa kwenye kiwango kimoja na yale ya kawaida. Nguvu za juu za akili zilizoundwa kwa makusudi yaliyoinuliwa huletwa katika utumwa wa tamaa mbaya. Ikiwa tabia zetu za kimwili si sahihi, nguvu zetu za akili na maadili haziwezi kuwa na nguvu, maana huruma kubwa inakuwa hapo kati ya yale ya kimwili na ya kimaadili. Mtume Petro alielewa hili na kuinua sauti yake ya onyo kwa nduguze: wapenzi na wasihi, kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipiganazo na roho. Kuna nguvu kidogo tu ya maadili katika ulimwengu unaokiri kuwa wa Kikristo. Mazoea mabaya yameendekezwa na sheria za kimwili na za kimaadili zimepuuzwa mpaka kiwango cha jumla cha wema na uchaji Mungu kimeshushwa chini sana. Tabia zinazoshusha kiwango cha afya ya kimwili zinadhoofisha nguvu za kiakili na kimaadili. Wale ambao wamekuwa na nuru juu ya mambo ya kula na kuvaa kwa usahili katika utii wa sheria za kimwili na za kimaadili, na ambao wanaiacha nuru inayoonesha wajibu wao, watakwepa wajibu katika mambo mengine, wakizinyamazisha dhamiri zao ili kuepuka msalaba ambao watalazimika kuuchukua ili kupatana na sheria ya asili wao. Ili kuepuka lawama, watakiuka amri 10. Kuna wengi miongoni mwa wanaojiita kuwa ni watunza sabato ambao wameshikamana kwa uthabiti zaidi na mitindo na tamaa za kidunia kuliko wapaswavyo kuwa na miili yenye afya, akili timamu au mioyo iliyotakaswa. Utasoma Testimonies for the Church, gombo la 3, ukurasa wa 50 na 51. Huu ni mwisho wa somo letu la Mei 25, utii kwa sheria za kimwili na maadili. Na tuombe. Asante Baba kwa somo hili zuri
Umetufundisha vyema, sifa na shukrani zikapate kukurudia. Tusaidie tuweze kuwa watii kwa sheria zako na tuweze kuwa na maadili yaliyo mema. Tunajikabidhi kwako kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu